Okay. Mbarikiwe nyote mnayependa kufunuliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na mnaopenda kutafuta hekima na maarifa kupitia kwa mafundisho ya watumishi wa kweli, maana mafundisho yanayotoka kupitia kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu yanafaa kwa maisha ya mwanadamu, maana hapo ndipo ukombozi wa mwanadamu unapomfikia. Leo niko na swala ambalo limekuwa tatizo na limekuwa ni swala ambalo halifundishwi kwa makanisa ya Kristo ama kwa wale wanaoitanishwa kwa jina la Mungu, watu ambao wanaoitwa milki ya Mungu. Ninaongelea leo kuhusu miili yetu. Miili yetu ni sehemu muhimu sana kwa ajili ya ibada. Na ndio maana Mungu tunampea ibada kupitia kwa miili yetu. Wakati tunapofanya kitendo chochote cha ibada, hatukifanyi nje ya roho, bali tunakifanya tukiwa ndani ya mwili huu. Kwa hivyo mwili ni sehemu muhimu kwa ajili ya kuwakilisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Na ndio maana Yesu alitokea katika mwili, akavaa mwili ili kuileta ibada ya kweli katikati ya wanadamu. Na ndio maana wengi hawazingatii kuhusu miili yao. Wengi wanadhania miili yao ni mali yao yani. Lakini ikiwa umemwamini Bwana Yesu na ikiwa wewe unaamini kuhusu msamaha wa dhambi, basi uelewe kwamba mwili wako sio mali yako tena. Hiyo ni mali ya Mungu. Na Mungu hupenda kuitumia mali yake jinsi yeye atakavyo. Kwa uhalisia naweza sema wanadamu wote wanaoishi kwenye hii sayari ya ulimwengu huu inayoitwa dunia ni mali ya Mungu. Ijapokuwa kwa nini Mungu hana uamuzi ama hana sauti ya kuwaonya watu wa dunia hii, ni kwa sababu ameweka hukumu wazi kwa ajili ya kila mmoja. Atafikiria hukumu kwa ajili ya matendo yake na jinsi alivyoishi hapa kwenye hii dunia. Kwa hivyo ninaongelea kuhusu miili yetu. Miili yetu hii ambayo tunayotembea nayo, tunayokula nayo na kukunywa nayo na kufanya kazi nayo na hata mambo mengi tunayoyafanya kupitia kwa miili yetu. Mwili katika maandiko matakatifu, kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, inasema, hamjui kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Basi kila atakayeuharibu mwili, Mungu anaahidi kwamba siku ya mwisho atamharibu hata yeye. Hivyo ndivyo neno linavyoshuhudia. Kwa nini Mungu anaahidi kuharibu wanadamu wote wanaoharibu miili yao? Hilo ni swali linafaa liwe ndani ya mawazo ya kila mmoja anayeamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zake. Mwili wako, kwa nini Mungu anaahidi kwamba siku utakapouharibu mwili wako naye atakuharibu siku ya mwisho? Kwa kuwa uelewe mwili wako sio mali yako wewe mwenyewe. Lakini wengi wamekengeuka na kufanya mwili kuwa ibada ya sanamu. Yani wamejiunganisha na vitu ambavyo visivyokuwa na uhai ndani yao. Kile ambacho tunachopaswa kukifanya kwa miili yetu ni kuvaa mavazi ambayo ndio vitu visivyokuwa na uhai ndani yetu. Tunavaa mavazi kwa sababu moja kuu, hasa kwa Mkristo kuvaa mavazi, sababu yake kuu kwamba ni kustiri hekalu la Mungu. Wakati tunakuwa na mwelekeo wa mavazi mengine yenye kupotosha, hasa watoto wa Mungu ama mabinti za Mungu, wale wanaoamini katika Kristo Yesu, wana wa Mungu, wanapovaa mavazi yenye kudhihirisha uchi wao, wanakuwa wanaudhalalisha hekalu la Mungu.
Kwa hivyo jambo hili litawapelekea kuingia kwenye hukumu ya Mungu. Kwa hivyo tunafaa tuwe makini kama sisi tunaoamini Yesu Kristo ametuokoa na ametusamehe dhambi zetu. Ni lazima Ukristo uanze kwenye mili yetu. Ukristo sio kwenye vinywa vyetu. Ukristo sio kwa kutangaza tu, bali hata Ukristo tunafaa tuuingize kwenye matendo yetu, mavalio yetu, maisha yetu ya kila siku, wacha yakamshuhudie Kristo. Wakati unapoishi kwa kutembea uchi ama kudhihirisha sehemu yoyote ya mwili wako, kuifunua na kuiweka wazi kwa ajili ya umma ama kwa ajili ya wanadamu wakaweze kuona mwili wako jinsi ulivyo, basi haibaki tena kuwa ibada, bali unaleta ibada nyingine tofauti ambayo Mungu ataihukumu ibada hii ambayo imefanyika ni ibada ya sanamu. Wengi hawajui kuna hatari katika mili yao, jinsi wanavyoitumia, jinsi wanavyoivaa, jinsi wanavyoipamba. Hata kwa kupamba mili yenyewe, hatupaswi kuipamba kwa kitu chochote ambacho kisichokuwa na uhai ndani yetu. Let me tell you, my brother and my sister, and be very careful, kwa sababu haya mafundisho hayahubiriwi kwenye hii generation ama kwenye kanisa la kizazi hiki. Hawatangazi kwamba Mungu anataka utakatifu wa ndani na nje. Yesu Kristo alikuja kwa mwili na akaenda kwa roho. Kwa hivyo hii inathibitisha kwamba mili yetu ni muhimu, ni aina ya ibada tunayompea Mungu kupitia kwa mili yetu. Wakati mwili yetu tunaiharibu, basi tunaiharibu ibada yenye kumpendeza Mungu ndani yetu. Kuna baadhi ya watu wanasema kuokoka ni ndani ya moyo. Lakini nataka kuwaambia kwamba huo ni uovu na ni akili iliyopotoka. Kuokoka, tunaokoka ndani ya mioyo yetu ili uokovu wenyewe udhirishwe kwenye mili yetu. Wakati mili yetu inadhirisha kwamba hatuna uokovu na ndani ya mioyo yetu tuna uokovu, basi tumejidanganya nafsi zetu sisi wenyewe. Lakini wakati tunaokoka kwenye mioyo yetu na mili yetu inadhirisha uokovu, basi tunatembea kwenye njia ile iliyo sahihi ambayo Mungu anayotuamuru. Naongea na kizazi hiki, hasa kizazi cha wanawake wa kizazi hiki wanaosema kwamba this is the time now we worship God and we believe in God, but we can dress my dress my choice, my dress my choice. These people, they are dressing like a harlot, and yet you are saying that you have been born again. You are dressing half naked, and yet you say that you have been born again. Okay, let's go back to the scripture, my brother and my sister. Ninajua labda unavaa kwa kutokujua, ama unavaa hivyo kwa sababu ya mchungaji wako ama nabii ama mtume wako hakuelezei, kwa kuwa nabii wako na mtume wako hajatumwa na Mungu. Maana kila nabii awaye yote anayetokea duniani, kila mtume awaye yote anayetumwa na Mungu, ni lazima aufungue mioyo ya watu watoke kwenye giza. I cannot say that eti mimi nimetumwa kwa maswala ya roho, maswala ya mwili sijatumwa. Najidanganya. Ni lazima tuende both side. Ni lazima uokovu uonekane nje na uonekane ndani, kwa sababu ndani ndio itafanya nje isafishike. Lakini mambo haya yote yanaletwa kwa sababu ya mafundisho yaliyopotoka. Hayafundishwi maagizo ya Mungu kwenye kanisa lake, na ndio maana wengi wamejichukulia mamlaka juu ya mili yao. Wanaweza kufanya kwa mili yao jinsi watakavyo. Lakini nataka kusema kwa ajili ya wale walioamini, kwa upendo na kwa huruma zake Kristo, wewe uliyeamini habari ya uokovu, uelewe kwamba mwili wako sio mali yako tena, bali ni mali ya Mungu. Maana yule Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mili yetu. Maana sisi tumefanyika kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Ninataka kupinga wale wahubiri waongo, wahubiri na manabii wa uongo wanaohubiri ujumbe usionyoka, wanaosema kwamba Jesus he came because of the sin. Yes, it's true. Jesus he came because of sinners.
but he didn't came the sinners to continue sinning against him. Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, ili wenye dhambi waachane na dhambi zao, wasiendelee katika dhambi zao. Hiyo ndio maana ya Yesu Kristo kuja hapa duniani. Kwa hivyo wakati nitaambia watu come the way you are, come the way you are, Jesus does not mind how you dress, he mind about your heart. I am lying. Those are not true teachings. Those are not true teaching. Why I'm talking this? Hayo sio mafundisho ya kweli. Ni mafundisho ya uongo. Kwa sababu Jesus, he said, come the way you are. But when you come to Jesus the way you are, you need to change to be like Jesus himself. Not to continue to live the sinful life, then yet you say that I have been forgiven. Yeah, we have been forgiven because we believe the work of cross. We believe how Jesus, he died and he raised again. We believe about the blood of our Lord Jesus Christ. Yeah, we have been saved, but we need to come out from world. We need to separate ourselves from world. Yesu akahubiri na kusema, nyinyi si wa ulimwengu huu, nyinyi ni wa ulimwengu ujao. Kwa hivyo, kama sisi tumeokolewa kwa neema ya Kristo, basi tujue wazi kile ambacho Kristo alichotuitia ni tuwe na mabadiliko ya ndani na ya nje. We need to resemble like Jesus himself. We need to be like Jesus. Kuitwa Mkristo, ina maana nyingine ya kuitwa Mkristo ni to be like Jesus. To be like Jesus. Mkristo, to be like Jesus. That is the meaning of word Christian. To be like Jesus. Jesus is holy. Yesu ni mtakatifu, hakuenenda katika uovu. Kwa hivyo to be like Jesus, you need to be holy like him. So I need to talk about this something that does not been preached to the many churches. They don't base our base katika mambo ya outside. But let me tell you, as a Christian, you need to base na mambo ya outside na inside. Because outside inabeba roho ya Mungu na inside ni utakaso wa kweli ambao tunaoupokea kupitia kwa kuamini damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. When I preach you about something inside, but I don't preach even outside, sija kukamilisha katika kweli. Na hayo ndio mafundisho ya manabii wa uongo, because they don't teach the truth. Wanapinda ule ukweli wa Mungu ili watu wasijue ukweli. Wanapinda ule ukweli wa Mungu ili watu wasielewe ukweli. Ni kweli, ziko dini ambazo zinazoshawishi watu waweze kukaa katika maadili mema, yani waweze kuvaa kama mavazi ya kustiri mili yao. Dini hizi zinafundisha kwa ajili ya vigezo vya mawazo ya nje, lakini kile ambacho kipo ni kwamba hazifundishi tena katika masuala ya ndani. When I teach you about something which is inside, but I don't teach you about something which is outside, I have not accomplished what Jesus he want me to do to preach the right message in you, to you. Okay, nataka turudi pale mwanzo. Kwa nini ili swala naliongelea, ama kwa nini ninajaribu kuleta huu ujumbe ili uelewe kwamba wewe mtoto wa Mungu ama binti ya Mungu, hauna sababu ya kuharibu mwili wako. Mwili wako ni mahali ambapo Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Roho huyu Mtakatifu hawezi kukaa mahali ambapo palipo na udhalalisho. When you dress half naked, you are trying to abuse the Holy Spirit. You are trying to destroy the presence of God in you. So you need to dress modest. Vaeni mavazi ya kustiri mili yenu. Imeandikwa. Haya ni maandiko, hayana uzito katika maneno ya kimawazo ya kibinadamu, lakini katika mawazo, katika fahamu za kiungu yako na maana. Ninataka kuambia kwamba mili yetu kwa nini ndio tunayoweza kumpea Mungu ibada iliyo sahihi. Sikiza, katika kitabu
cha Warumi 12 mstari ule wa kwanza unasema vipi? Ndugu zangu na wasihini, yani ndugu zangu na wasihini kwa huruma zake Kristo, yani ndugu zangu na wasihini kwa huruma zake Kristo, itoeni miili yenu, maana hii ndiyo ibada yenye maana mbele za Mungu. Kwa nini hapa Paulo anajaribu kuinsist the children of God waelewe kwamba miili yao ndiyo ibada yenye maana mbele za Mungu. You cannot give God any ibada ambayo kama mwili wako haujautoa sadaka. Kutoa sadaka mwili wako ni lazima uishi kulingana na neno la Mungu. Sasa tunaongelea kuhusu ubandia ama chochote ambacho haukuzaliwa nacho ukatoka kwenye tumbo la mama yako. Wakati Mungu aliumba mwanadamu akiwa tumboni mwa mama yake, Mungu anasema na miezi 9 ilipofika lazima utoke. Na wakati unapotoka basi unakuwa wewe umekamilika mbele za Mungu, na ndio maana Mungu anaruhusu utoke ili sasa uishi maisha ya ulimwengu huu. Kwa hivyo wakati Mungu alipokuumba na kukuunga pale ukiwa tumbo la mama yako, alikuwa ametosheka kwa kukuumba na alikuwa amekubaliana na jinsi alivyokuumba, na ndio maana akakuruhusu utoke baada ya miezi 9. Mungu alikuumba kwa uzuri ule yeye aliyokuwa anapenda. Kwa nini wewe mwanadamu ulipotokea hapa kwenye hii dunia ukaona kana kwamba wewe sio mzuri? Hasa haya maswala najaribu kuongelea kwa kizazi cha wanawake, maana wanawake ndio wamefungwa na nira hii ambayo ni nira iliyo nzito sana, ambayo imewalemea. Hata wao wanadhania kwamba wanampea Mungu utukufu, lakini sio Mungu anampea utukufu, bali wanampea adui utukufu. Wakati Mungu alimuumba mwanadamu na kumfanya kwa jinsi yeye apendezavyo, aliona amependeza. Kwa hivyo wakati mimi nitakapoinuka na kuona kana kwamba Mungu hakuniumba kwa jinsi yenye kupendeza, nianze kuweka chochote kwa mwili wangu kilichobandia ambacho sikuumbwa nacho. Sasa tunataka tuongelee vitu ambavyo hatujaumbwa navyo. Hatupaswi kuviweka kwenye miili yetu, ikiwemo ni nywele bandia, ikiwemo ni kope bandia, ikiwemo ni kucha bandia, ikiwemo ni chochote kisichokuwa na uhai. Wakati tunapoweka machukizo haya kwenye miili yetu, basi tunabaki kuiharibu ibada yenye maana mbele za Mungu ndani yetu. Ninajua haya ni mapingamizi na ni vita vikuu ambavyo ninavyovileta dhidi ya wanadamu wa kizazi hiki, maana naamini hawawezi kuyapokea wala kuyakubali mafundisho haya. Lakini huu ndio uhalisia. Siku ya mwisho watakapokufa ndani ya mambo haya, watajua kwamba hakika adui ama ibilisi aliwadanganya na kuwafadhaisha na kuwatia kwenye nira iliyo nzito. Kwa nini Mungu anakataa ubandia kwa watoto wake? Sasa swali ndilo hilo. Kwa sababu Mungu anataka uhalisi ndani yetu ili tumpee ibada yenye maana. Maana tumesoma katika kile kitabu cha Warumi 12 kuanzia mstari huo wa kwanza, inasema, ndugu zangu na wasihini kwa huruma zake Kristo, muitoe miili yenu, maana hii muitoe miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, sadaka iliyo hai, maana hii ndiyo ibada yenye maana. Hakusema muitoe roho zenu ziwe dhabihu ama ziwe sadaka mbele za Mungu, maana hii ndiyo ibada. Alisema miili. Kuna tofauti ya miili na roho. Sasa nimeingilia kwa wale wanaosema Mungu anaangalia roho, angalii mwili. Let me go back to the scripture. Ninajua wanadamu hupenda kuyatumia haya maandiko wakisema kwamba Mungu haangalii mwili, anaangalia roho. Haangalii kama jinsi wanadamu anaangalia roho. Lakini tukirudi kwenye hili andiko ambalo Mungu alikuwa akiongea na nabii wake Samueli, nyakati zile za kuchagua mfalme. Nyakati za kuchagua mfalme hazikuwa za mwelekeo wa mawazo ya kibinadamu ama mawazo ya kutazama kwa macho. Ndio maana Mungu akamwambia Samueli, wakati Samueli anamuona
anamuona mtoto wa Yese ambaye aliyekuwa anastahili kuwa mfalme, akasema yamkini nimemuona Masihi wa Bwana, yamkini hapa kuna Masihi wa Bwana. Ndipo Mungu anamnong'onezea na kumwambia, mimi sitazami kama jinsi wanadamu wanavyotazama nje. So hilo swala msililete kwa habari ya ibada yenye maana ambayo Mungu anayoitaka ndani yetu. Hiyo ilikuwa ni swala la kutafuta mfalme nyakati zile za nabii Samueli, wakati Mungu anamwambia, mimi sitazami kama venye mwanadamu anavyotazama nje, natazama ndani. Sasa swala hilo limeletwa katika maswala ya maisha yetu ya kila siku na wahubiri wa uongo. You need to understand when you read the scripture, angalia ilikuwa ni season gani, ama Mungu alikuwa anaongelea kuhusu nini. Alikuwa anaongelea kuhusu kuchagua mfalme. Kwa hivyo akasema haangalii nje kama venye wanadamu wanavyoangalia, anaangalia moyo. Kwa hivyo swala la kuchagua mfalme halitokani na kuangalia kwa macho, linatokana na kuangalia maisha ya ndani ya moyo. Ndio Mungu alikuwa anamshuhudia mtumishi wake Samueli. I think there I'm clear. So swala hili la kusema kwamba Yesu Kristo alituletea neema, when we believe in Jesus Christ, now we can do what we want. Let me tell you, when you believe in Jesus Christ, you are not free. You are free from sin, but you are not free from holiness. Uko huru kwa vifungo vya dhambi, lakini hauko huru kwenye vifungo vya haki. Wewe tena sasa umenunuliwa. Na kama umenunuliwa, basi umebaki kuwa mali ya yeye aliyekununua. Na aliyekununua ni Yesu Kristo, na ndiye anasema tutoe mili yetu, maana hii mili yetu ndiyo ibada yenye maana yenye kumpendeza. Wakati tunatoa mili yetu na kuipamba kwa vitu visivyokuwa na uhai katika maisha yetu, we are destroying the temple of God according to the word of God, the way it is explaining about those people. They are destroying the temple of God. They will be destroyed even themselves. Wale wanaoliharibu hekalu la Mungu wataharibiwa. Wakati utaweka ubandia ni kuharibu hekalu la Mungu. Wakati utakapoweka nywele iliyobandia isiyokuwa na uhai, umefanya nini? Umeharibu hekalu la Mungu. Wakati unavaa mavazi yenye kudhihirisha uchi wako mbele za umma, umeharibu hekalu la Mungu. Mungu naye anaahidi kwamba katika neno lake atakuharibu siku ya mwisho. So be careful. Those people, they are saying that ni wakati wa neema. I think these people, they are lying to themselves. Kuna watu wameinuka na mafundisho ya upotovu wakisema ni wakati wa neema, si wakati wa sharia. Let me tell you, those are lies. Huo ni uongo. Kama hakuna sheria, basi Kristo asingekuja, maana Kristo ndiye mwisho wa sheria, na maana ya mwisho wa sheria ni kumaanisha Yesu Kristo mwenyewe ndiyo sheria. Na kama Yesu ndiyo sheria, basi sisi tuifuate sheria yake. Na sheria yake anasema nini? Tutoe mili yetu iwe dhabihu yenye maana hii ndio ibada yenye maana yenye kumpendeza Mungu. Hiyo si ni sheria ya Bwana? Kwa nini wanadamu wamegeukia na kuifanya neema ya Kristo kuwa yani ni kitu ambacho wanachokitumia ovyo ovyo? Let me tell you, tumeokolewa ndio kwa neema, na kama tumeokolewa kwa neema, basi hatupaswi kuichezea ile neema. Maana neema ilikuwa na gharama ya mateso, neema ilikuwa na gharama ya adhabu iliyo kali. Je, sisi tunayemwamini Yesu Kristo tuenende katika dhambi tena? Hasha. Biblia inasema tusitumie neema kwa njia isiyo halali, bali tunafaa kuitumia kwa njia iliyo halali. Kutembea uchi duniani, usiseme kwamba hiyo ni neema inakulinda. Hiyo ni neema ya Mungu iko juu yako. Mungu umeokoka wewe. You need to be like Jesus. You need to represent the heaven. And if you are represent the heaven is holy. You need to be holy inside and outside. Mungu amekupea kucha zilizo na uzuri mwingi. Leo hii unaona hizi kucha ni mbaya, sasa unachukua kucha bandia unaweka juu. You are destroying the temple of your God. And God, he promised you that is going to destroy you.
the day of the judgment, you will face the judgment of God. You have the beautiful skin. It does not matter skin yako kama Mungu alikuumba ukiwa mweusi. That's God. He planned himself from beginning kukuumba hivyo. Kwa nini uchukue vidonge umeze ubadilishe ngozi yako ili uwe kama mzungu na wewe sio mzungu, wewe ni Mwafrika? Kwa nini ugeuze nywele yako iliyokuwa ya kipilipili? Let us talk about this. In fact, we need to talk about this Africans. Mungu venye alituumba sisi Waafrika, alituumba tofauti na wazungu. Sasa hatupaswi kuiga jambo lolote ambalo Mungu aliliumba kwa wazungu. Hata sisi wenyewe tukijiuliza, kwa nini hakuna venye mzungu alitamani kuwa mtu mweusi akajibadilisha ngozi yake awe mweusi? Kwa nini mzungu hakutamani awe na nywele ya kipilipili, nywele iliyo ngumu hii ya Waafrika venye iko ngumu, akatamani akaimplement hiyo nywele yake iwe kama ya Mwafrika? Kwa nini hawa wazungu hawafanyi hivyo, lakini kwa nini sisi Waafrika tunayafanya haya? Tunataka kuwa kama wa China, tunataka kuwa kama wazungu, na yet in the true sense Mungu ametuumba kama Waafrika na alitosheka na alifurahia na akasema it has been done. Please take care, brother and sisters. Tokeni kwa mambo haya, na msipotoka kwa mambo haya, naamini siku itafika ujumbe huu ambao umeusikiza, kama umeusikiza ujumbe huu, utaongea kwenye masikio yako. Lakini wakati utakapokuwa unaongea kwenye masikio yako, labda utakuwa umechelewa sana. So you need to be careful. Your body is the temple of the Holy Spirit. When you destroy the temple of the Holy Spirit, God, he promised himself to his scripture, is going to destroy you. Full stop. When you put fake nails, God is going to destroy you. When you put fake hairs, God is going to destroy you. When you put fake ngozi, God is going to destroy you. Usijidanganye. When you dressed nakedness, God is going to destroy you, because you are destroying the temple of God. Wanaume wanaosuka, wanaume wanaosokota nywele ili ziwe kama nywele za watu wendazimu. Let me tell you, I need to talk to these guys ambao wanaiga mitindo ya watu wa magharibi, ama wanaiga mitindo ya watu maselebu, watu mashuhuri, jinsi wanavyofanya. Let me tell you, kila kitu ambacho kinachofanyika ndani ya ulimwengu huu hakikutoka venye unavyofikiria katika mawazo ya kibinadamu. It's something kilikuwa kimeimplementiwa katika ulimwengu wa giza. Shetani ni muelevu, na uelevu wake ni kwa ajili ya kuangamiza wanadamu, sio kwa ajili ya kuokoa wanadamu. Na watu wengi hawaelewi mitindo ya nywele wanayoifanya ni mtindo ambao uliobuniwa katika ulimwengu wa giza ili kuletwa kwenye ulimwengu wa wanadamu waweze kuishi hayo maisha ili wamuasi Mungu na wajitenganishe na uwepo wa Mungu milele. That is the purpose of the devil. I am talking to this generation. I am talking to this future generation. I'm talking to my sisters and my brothers. I'm talking to all those who believe in Christ and those who they don't believe in Christ. They need to repent and to turn their way to Jesus, because Jesus, he has died already because of the sin of this world. Yesu hata kufa tena kwa ajili ya dhambi ya mtu yeyote. Hata rudi kukufa tena mara ya pili kwa ajili ya dhambi za ulimwengu huu. Yesu alikufa mara moja na akaingia patakatifu pa patakatifu. So full stop. If you cannot repent and turn your ways, you will face the judgment of God, the day of the judgment. Mungu amekupatia lips mzuri ambazo hata ukikula chakula haziwezi badilika. But nowadays people, they are putting lipstick here, whatever. Do you know? Unajua kwa nini Mungu anakataza watoto wake wasitumie vitu hivi? Let me explain deeply here. Kwa nini Mungu anakataa ubandia tusiweke kwenye mili yetu? The big reason, kwanza, vitu hivi viko initiated na the kingdom of the darkness.
Vitu hivi viko na mahusiano na shetani ibilisi, maana vimetengenezwa katika ulimwengu wa giza, vikaletwa katika ulimwengu wa wanadamu, ili wanadamu waweze kuvitumia, waweze kujitenganisha na uwepo wa Mungu. Look nowadays, many people, they are not in marriage. There is a many single women, many single men. Why? Because when you dress these things, wewe umekuwa mali ya shetani, unaoleka katika ufalme wa ibilisi. Let me tell you, hata kama utapinga sasa, najua utapinga, kwa sababu hakuna venye mtu anavyoweza kutumwa na Mungu wa kweli aje katikati ya wanadamu ili kuwaonya, asikose wapingamizi. Maana hata kama Kristo mlimpinga, mkamkataa, mkamsulubisha, hata mimi nikikuja kwa hili shauri la kukuonya, utanipinga na utanikataa, because that is the nature of the devil. Na shetani akiwa umembeba ndani yako, hakuna venye unaweza kukubaliana na mambo ya Mungu. Lakini wakati utakapovua vitu vyovyote vinavyohusikana na shetani ndani ya mwili wako, useme now I'm going to remove every fake things in my body so to live the nature life that God has created me, ndio utaanza kuelewa Mungu anasema nini. Watu wengi wako kwenye makanisa, wako na vitu hivi bandia, wahubiri, watumishi, wa manabii na mitume na wachungaji. They don't preach this case. They don't preach about these things because they say that is the things of this world. God anataka tuwe beautiful. Yeah, God he want us to be beautiful. Kitu cha kwanza Mungu anataka tuwe wazuri, lakini tusiwe na uzuri wa kitu chochote ambacho kisicho halisi. Tuwe na uzuri ule ambao Mungu aliyotuumba nao. That's God he need to us. Lakini tunapoingiza uzuri mwingine hautokani na Mungu, basi mbele ya kiti cha enzi sisi hatujakubalika wala hatuna sehemu katika urithi wa Mungu, kwa kuwa yule aliyetuumba kwa mfano wake na kwa sura yake, umebadilisha sura yake na mfano wake umeubadilisha. Wakati unaweka kope bandia, nywele bandia, lipstick na vitu vyote vya uzuri, unabadilisha mfano wa Mungu ndani yako, unaweka mfano wa shetani ndani yako. So you are not the property of the heaven. Utakuwa the property of hell. You will go hell direct. Let me tell you, hata kama ulikuwa umejazwa na Roho Mtakatifu, hata kama ulikuwa wewe ni mzee wa kanisa, hata kama ulikuwa wewe ni mama wa kanisa, hata kama ulikuwa wewe ni bibi ya mchungaji, God does not respect anyone. God he respect his word. Yeah, this is the time and this is the word of the Lord. We need to speak to this generation, to teach this generation how God venye anataka. Mungu anapenda utakatifu wa ndani na wa nje. Vitu hivi viwili haviwezi kuachana kama wewe unataka kumtumikia Mungu, kama wewe unataka kufanyika mwana wa Mungu. Vitu hivi havitawaachana. Ni kama venye unavyoona roho na mwili vikiachana, kitu kimoja kinaharibika, kinaoza. Wakati roho inatoka kwenye mwili, mwili unaoza, unakufa, unaoza. Wakati utakapoacha utakatifu wa ndani, basi sehemu moja itaoza. Wakati utakapoacha utakatifu wa nje, basi sehemu moja inaoza. That is the true and the fact. Let's come back to the scripture. I am talking about dressings. Mavalio. Mavalio ni muhimu kwa watoto wa Mungu. Waelewe kwamba kuvaa kwetu hakupaswi kufanana na makahaba. Haiwezekani ulikuwa kule kwenye ulimwengu wa dhambi, alafu umekuja hapa kwenye ulimwengu wa nuru na haki, uweze kuishi maisha kama yale ulikuwa ukiishi kule. It's something which cannot happen. Ni vitu ambavyo haviwezi tendeka. So if you have believed that Jesus he died to the cross because of your sin, from today you need to put off every miniskirt in your life, every dress that is spoiling your nakedness. You need to destroy them. Na hata ninasema kwa wale wanaoingia katika imani hii,
wakati unaamini vitu vile vyote ambavyo havimpendezi Mungu, sio eti wakati havikupendezi umevikataa wewe uvipatie mtu mwingine ama umbariki mtu mwingine. According to the scripture venye inasema, there is a different of dresses. Mwanaume mavalio yake ni tofauti na mwanamke mavalio yake ni matofauti. Hivi ndivyo Mungu alivyotengeneza na ndivyo Mungu anavyotaka. Lakini angalia venye shetani mwenye hila, Ibilisi mwenye hila akainuka, akaona sasa kwa sababu wanawake wamekataa kuvaa suruali, wakasema watakuja watengeneze suruali za wanawake. So this is a technique of the devil himself, aanze kujimanifest kwa wanawake, waamini katika fikira zao kuna suruali za wanaume na kuna suruali za wanawake. This is a lie. This is a lie. There is no anything that suruali ya mwanamke na ya mwanaume. Suruali ilitengenezwa kwa ajili ya mwanaume na gauni. There is something gauni. Gauni pia ilitengenezwa kwa ajili ya mwanamke. Kwa hivyo mavazi haya yaliwekwa na utofauti. Lakini leo hii hata ndani ya makanisa, hata ndani ya madhabahu, hata ndani ya wale wanaojiita wahubiri ambao tunaoweza kuwatazamia ili watuongoze kwenye njia iliyonyoka, wao ndio wenye maduka yenye kuuza suruali za wanawake. Wao ndio wenye kumiliki saluni kubwa kubwa mjini. Wao ndio wenye kuuza mafuta yenye kuua nafsi za wanadamu na kubadilisha rangi za ngozi za wanadamu. Wao ndio wakuu wenye kuuza. They are distributors of these things. Let me tell you, if you don't believe about this, you will come to believe, but it will be too late, my brother and my sister. Let us open our minds and read the scripture and live according to the scripture and live according to the word of the Lord the way it says. Tusibadilishe maandiko kwa sababu ya generation ama kwa sababu ya season. God does not change his season. God is the God of the all season. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Some people they say maandiko haya yaliandikiwa wa Korintho, maandiko haya sijui yaliandikiwa sijui wa Galatia, sijui whatever venye wanasema. No. Katika mwelekeo ule wa Paulo kuhubiri, alihubiri kwa sababu kulikuwepo na miji kadhaa, na alikuwa akisema sio kwa ajili ya Wagalatia tu. He speak to every generation itakayokuja. They need to live according to Galatians. They need to live according to Corinthians. They need to live according to Philippians. They need to live according to Romans. So be aware. This is the word of the Lord. Repent and turn your ways to him. Jesus is there to forgive all sins. But when we have received the forgiveness of God, let us come out from our sin. Let us bundle our sins and turn to the right way so that we may worship God with our body and our spirit, because we have read to the scripture. Kitabu cha Warumi 12 nasema vipi? Ndugu zangu, itoeni mili yenu. Haijasema toeni roho zenu. Haijasema toeni akili zenu. Imesema mili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, maana hii ndio ibada yenye maana. Wakati ninaweka vitu bandia kwenye mwili wangu, basi nimeharibu ibada yenye maana ambayo Mungu anaweza kuipokea. I am a strange because I bring strange gods in my life. Nimekuwa stranger kwenye ufalme wa Mungu kwa sababu nimetafuta miungu migeni nikaileta katikati yetu. My brother and my sister, this is the day Lord has made. We need to turn our ways to him because he's there to forgive us and to set us free from this bondage. I need to tell you, my brother, vitu hivi vyote, my brother and my sister, vitu hivi vyote vimetengenezwa na Ibilisi. Ndiyo mkuu wa mambo haya yote ili kuharibu maisha ya wanadamu hapa duniani. Wakati unavaa nywele bandia, kucha bandia na vitu hivi vyote ambavyo Mungu anavikataa, kile kinafanyika katika ufalme wa giza. Wewe unakuwa satellite. Yani unakuwa satellite, unakuwa kama device ambayo imeprogramiwa, iko na tracker.
So ndo unaona mtu huyo akiingia katikati ya wana wa Mungu ama akiingia kwenye kanisa la Kristo, basi kanisa la Kristo linaonekana kwenye ufalme wa giza, kwa sababu hapo kuna kamera, kwa sababu vitu vingine vinatengenezwa tunaviingiza kwenye mili yetu, lakini ni kamera za shetani ambazo anataka kutumonita. Monitoring, anakumonita mali uko, ana monitor kanisa mali venye linaomba, ana monitor watu venye walivyo. So ndo maana Mungu anatutenganisha. Sisi watoto wa Mungu tumeamuriwa vitu hivi tuviache, na tusipoviacha, let me tell you, the day it will come, mambo haya yatahukumiwa. Hata kama tutayakataa sasa, lakini siku ya kuhukumiwa ndio tutafikiria, na ndipo labda tulisikia ujumbe aina hiyo ukihubiriwa duniani, but tutakuwa na ile kitu inaitwa regression. We'll regret so much, but it will not change. It will not change. But now you can change. Now you can change. You can change your appearance before God. You can be with your nature hair. You can be with your nature nails. You can be with your nature lash. You can be with your nature lipstick. You can lips. Yeah, you can be with your nature lip. Be with your nature skin. Be with your nature skin. Do not toboa. Do not put tattoos. Tattoos are evil, are demonic. Demonic. Those things are demonic. Kitabu cha Torati kinasema musijichanje mili yenu, maana hayo ni machukizo. When you put tattoo and yet you have been born again, my brother, you are messing. You are messing against your God. I am talking to those, wale ambao hawajaweka tattoo. Wale waliokwisha kuweka tattoo, wakiamini Yesu Kristo, wakitubu dhambi hiyo ya kuchora mili yao, watasamehewa. Lakini wale waliookoka na kumwamini Yesu Kristo, wanapoweka tattoo kwenye mili yao, hakika huu ni uovu mkuu wametenda, na ni dhambi. Itawapelekea kwenye hukumu ya Mungu. Itawaingiza kwenye moto wa milele. Repent and turn your ways to Jesus. Jesus is there for you. Jesus is there for us. Today is the day that Lord has made to hear the word of the Lord. Be blessed.